uigizaji na tukifanya kazi ambayo haina msingi. Mbele yenu mpo na mtumishi Jeff Masawe, na bila shaka kuna watu wengi ambao wanafuatilia masomo yangu, maana napigiwa simu, na Mungu awabariki sana. Ukiwa Kenya yupo Fasi Ndasha, yupo Mutesia, yuko Onyango, Kinademe ambao wanaifanya kazi kule. Kwa kama umesikia ujumbe huu, kuna baadhi wa Kenya walinipigia simu, basi hao ndugu utawapata na watakupa ya kupasayo kufanya. Kwa wale ambao wako Tanzania, ni katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, neema ya Mungu iwe nanyi. Na ambao mko nje ya Tanzania pia, neema ya Mungu iwe nanyi. Kwa wale ambao wako Tanzania, tuna utaratibu ambao tumeuweka mzuri tu wa kikanda. Tuna kanda 7 Tanzania, nchi ni kubwa sana, tumeigawanya na kila kanda ina viongozi, waratibu ambao wanasimamia huduma ya uinjilisti pamoja na makusanyiko. Kwa hiyo kama ukiwa katika mkoa, ingawa hatujasambaa katika mikoa yote, lakini tupo kwa wingi na tunazidi kusonga mbele. Namba yako ya simu utanitumia katika namba yangu ambayo nimeiweka hapo 0757722557. Nitakuconnect kwa muhusika ambaye atakupanga au mtapangana katika eneo la kufanya ibada. Mungu akubariki sana. Nitakuwa na masomo mbalimbali ambayo tutakuwa tunayaleta mahali hapa, ambayo yatakusaidia kwa namna moja au nyingine kukua kiroho, na nita-expose mambo mengi, mafundisho mengi tu. Na kabla ya hapo, nikualike kufanya maombi ili tuanze somo letu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Tunakuomba neema yako utufunulie maandiko, tuweze kuelewa yatupasayo kufanya na kuyatenda katika Kristo Yesu tunakuomba, amen. Amen. Msomaji upo Niko. Hebu nipe kitabu kile cha Waefeso, ile sura ya 5 mstari wa 11. Waefeso 5 mstari ule wa 11. Inasemaje? Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya nini? Ya giza. Ya giza. Bali myakemee. Kwa hiyo maandiko yanasema hatupasi kushirikiana na matendo yasiyozaa ya nini? Ya giza. Ya giza, bali tuyakemee. Ya leo nahitaji kwenda kuweka somo fulani ambalo litaenda kukufungua macho. Andiko linasema msishirikiane na matendo yasiyozaa ya nini? Ya giza. Ya giza. Kwa hiyo kuna mafundisho ya giza. Mafundisho ya giza ndiyo leo yanakubalika sana na watu wengi kuliko yale mafundisho ya nuru. Wakati Yesu yuko duniani, ni kweli wengi walimfuata kwa uponyaji, na wengi walimfuata kwa sababu watapata kitu kwake. Walimfuata kule mlimani kwa sababu walikula mikate. Katika 6 ile kitabu cha Yohana, Yesu akaja akahubiri ujumbe mkali sana. Akamwambia, nyinyi mmenifuata hapa kwa sababu mlikula ile mikate. Kwa hiyo akahubiri ujumbe kwamba ili waweze kuokoka, wanapaswa kunywa damu yake, wanapaswa kula nyama yake, si kula mikate na samaki. Ule ujumbe ukawa mzito kwao, wengi wakarudi nyuma. Na akawaambia wanafunzi wake, je, na nyinyi mtaka kuondoka? Wakamwambia, Bwana, twende wapi? Maana kwako ndipo kuna maneno ya uzima. Kwa hiyo watu wengi hatutafuti maneno ya uzima. Watu wengi tunatafuta kula na kunywa. Hicho ndio kitu ambacho kipo. Na mara nyingi tunamwasi Mungu au kufanya mambo yasiyofaa kwa sababu ya chakula. Watu wanauza miili yao. Hata wengine wanaamua kuwa mashoga kwa sababu tu amekosa chakula, sasa anatafuta kwa njia hiyo anakuwa shoga ili ale chakula. Na kwa sababu pia na leo ushoga umekuwa kama dili kubwa. Hata leo nikiangalia katika redio nyingi hapa Tanzania, sijui kwa nchi zingine, kuna vipindi maalum ambavyo vinaendeshwa na mashoga. Lakini nikasema kwa nini? Kumbe baada ya kufuatilia, kumbe kuna mapesa mengi tu yanashuka kwa wale wote ambao wanakumbatia watu wale. Kwa hiyo kuna watu ambao hawafanyi, lakini wanawakumbatia hawa watu ili wapate misaada mikubwa. Kwa hiyo watu wengi leo tunakiuka neno la Mungu kwa ajili ya chakula. Lakini Yesu
akomi kuwafunulia ukweli, kwa sababu Injili inagawanyika mara mbili, kwa wale wanaoamini na kwa wale wasioamini. Kwa hiyo wote wanatakiwa kuhubiriwa Injili, lakini wengine itakuwa ni wokovu, lakini wengine itakuwa ni ushuhuda kwao. Maandiko haya yanasema hivi, kitabu kile cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 14, msomaji. Inasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, ili kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hiyo habari njema itahubiriwa. Mungu hawezi kuacha Injili isihubiriwe kwa sababu wewe utaikataa. Lazima akushuhudie kwa lile neno, ili siku ya hukumu usiwe na uzuru. Maana Mungu ameweka siku ambayo atawahukumu watu wote kwa yule aliyemchagua. Hebu nipe kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 31. Tenda kwa haraka, tuna muda mchache. 17:31. Naam. Anasema inasemaje? Kwa maana ameweka siku atakaowahukumu walimwengu. Ameweka siku ambayo atawahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Amewapa uthabiti watu wote kwa mambo haya kwa kumfufua katika nini? Wafu, ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana Yesu alifufuliwa na Mungu ndio atahukumu ulimwengu kupitia mwanawe kwa haki. Sasa ili haki itimie, Mungu hawezi kukuhukumu haja kusikiliza. Hata Yesu alihukumiwa usiku sababu wale walikuwa na hila. Wakatafuta namna ya ajabu, lakini Mungu hukumu yake ni ya waziwazi, hakuna kificho, na siku hiyo siri za wanadamu zote zitafunuliwa. Sasa adui na ambaye ana watumishi wake, yani Ibilisi ana watumishi wake ambao nao wanahubiri. Hebu kitabu kile kinasemaje? Hebu nisaidie kitabu kile cha Wakorintho wa pili 11 mstari wa 14 kama nitakuwa nimepatia. Inasemaje hapo? Ibilisi naye ana watumishi wake ambao sasa na wao wanahubiri. Maana Ibilisi amegundua akiongea mambo ya shetani watu wengi wanaweza wakakataa. Lakini sasa hivi anakuja kwa lile, anachukua neno la Mungu, anachanganya na uongo, analeta kanisani. Inasemaje? 14 inasema, wala si ajabu. Sasa tuache kidogo hapo. Weka mstari kidogo. Twende Timotheo wa kwanza 4:4 kwanza. Timotheo wa kwanza 4 yake ni 4 nasema. Nasemaje? Basi Roho anena waziwazi. Ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo katika msomaji, katika maandiko hayo mtume anasema kwamba watu watajitenga na nini? Na imani. Alafu watasikiliza nini? Roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Sasa imani gani ambayo watu watajitenga nayo? Kule nimekuambia usitoke. Ndio niko. Sasa tuende Ufunuo 14 mstari wa 12. Ni imani gani ambayo watu watajitenga nayo? Nasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Kwa maana kuna subira ya watakatifu. Ndio. Na watakatifu tumeambiwa wana sifa gani? Wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Wewe wana sifa ngapi? Mbili. Wana amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa kuna watu leo wanasema tuna imani ya Yesu, lakini wanakataa amri za Mungu. Na kuna wengine wanashika amri za Mungu, wanamkataa nani? Imani ya Yesu ambao ni Wayahudi, wakamkataa Yesu, wakashikilia sheria, si ndio? Kabisa. Na Wakristo wa leo wanamkubali Yesu, wanakataa nini? Sheria. Ili uwe mtakatifu unapaswa kuwa na imani ya Yesu na amri za nani? Za Mungu, ndio imeandikwa hivyo. Sasa maandiko yanasema kwamba siku za mwisho wengi watajitenga na nini? Na imani. Wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sasa hebu tuangalie maandiko haya msomaji.
Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 na mstari wa 3, tuangalie imani ambayo inazungumziwa na mitume. Imani ya mitume ilikuwa ni hipi? Soma. Inasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ndio huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. kushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Kumbe mitume walikuwa na imani yao. Ipi? Inaendelea. Ndio. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ndio ni mwana wa Mungu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni yule tu anayeamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini watu wanaweza kuswali kwamba tunajitengaje na imani, huku Wakristo wengi tunaamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini ukiangalia kwa ukweli, Wakristo waamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu wanatumia formula ya utatu kabisa. Formula ya utatu inasema kuna Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa kigezo hicho mwana ameshakataliwa. Mwana tayari atambuliki, kwa sababu mwana anakuwa ni nafsi ya pili ya nani? Ya Mungu. Roho anakuwa nafsi ya tatu ya nani? Ya Mungu. Na Baba anakuwa nafsi ya kwanza ya nani? Ya Mungu. Kwa maana hiyo mpate Mungu mmoja inabidi nafsi ngapi zishikamane? Tatu. Sasa hapo tayari ushamkana nani? Baba. Ushamkana nani? Na mwana. Maana mwana lazima awepo arisi. Sasa maandiko yanasema siku za mwisho watu watajitenga na nini? Na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na shetani anapokuwa anakuja haji kavu. Na mashetani hao wana roho za ajabu na wamegawanyika mara tatu. Kuna roho moja inatoka kwa joka, moja inatoka kwa mnyama, moja inatoka kwa nabii wa uongo. Huo ni mgawanyo wa utendaji wa shetani. Roho za mashetani haziwafuati tu watu wa kawaida, mpaka wafalme na wakuu. Hebu nipe maandiko haya 16, 13 na 14 kitabu cha Ufunuo. Twende haraka. Ile andiko nalokuambia liweke kando, narejea. Twende haraka. 16, 13 na 14 inasema, Ufunuo, nikaona roho tatu za uchafu. Za nini? Za uchafu. Za uchafu. Tulia kidogo. Kwa shetani udanganyifu wake ameugawanya mara tatu, ili ukiingia boma hili, ukikimbia boma hili unaingia boma lingine. Yaani anakutega tu tegeke. Endelea na andiko. Nikaona roho tatu za uchafu. Zifanana na nini? Zilizofanana na vyura. Ambazo zinafanana na nini? Vyura. Na vyura ni roho tatu za uchafu, lakini zinafanana vyura. Si mnafahamu vyura? Ndio. Sifa moja ya chura ni nini? Kupiga kelele. Ni kupiga nini? Kelele. Na mwendo wake ueleweki. Ukimgusa huko anakimbia huko. Analuka. Hata leo kuna watu ukizungumza nao katika maandiko matakatifu, ukimpa andiko hili ni anakimbia andiko jingine, anarukaruka tu. Badala ya kujenga hoja katika ile andiko mmalize, muangalie Biblia inasemaje, what Bible say. Yeye anapinga andiko. Kwa nini? Kwa andiko. Hiyo ni shida, hiyo ni roho ya chura na kelele. Chura na kelele. Na chura anapokuwa anafanya shughuli zake za kelele, ukimtisha what, ananyamaza nini? Kimya. Na anaanza mmoja what, anakuja mwingine mwingine wanaitikia tu kwa. Sasa leo pia kuna madhehebu ambao wana kelele pia. Anaanza mmoja kunena labo saika, wanaitikia kanisa zima Sasa hilo somo la kunena kwa lugha nitaleleta. Kuna roho ya chura imeingia ndani ya makanisa. Endelea na andiko mtumishi. Inasema zilizofanana na chura, ndio, zikitoka katika kinywa cha yule joka. Zikitoka katika kinywa cha nani? Lile joka. Yule joka. Na katika kinywa cha yule mnyama. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Na katika kinywa cha nabii wa uongo. Hizi ndizo roho za mashetani. Zifanyazo ishara. Zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Zinaenda kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Kuwakusanya kwa vita siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kuwakusanya katika ile vita kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa maana lengo la Ibilisi anawakusanya watu na wapeleke katika siku ya hukumu ambao wataangamia pamoja naye. Sasa naomba tusikie picha hii. Hiyo roho ya chura, naona imekatika ni nini au bandos? Umekubali? Itakuwa internet
hapa itakuwa bambe unaweka bando wangu limeisha na nguvu baki mbili natumia mtandao gani? Vodacom. Sana kidogo tuweke bando vizuri. Aya, ni kidogo masuala ya hela iko sawa. Baki bao ngapi? Tuangalie. Ziko mbili. Tunamaliza vizuri. Sasa tuendelee. Tumeona mtumaji kwamba roho tatu za nini? Za uchafu zinazofanana na vyura. Ndio. Moja inatoka kwenye kinywa cha yule joka. Sasa joka ni nani? 12:9 kitabu kile cha Ufunuo hapo. Inasema. Ndio. Inasema yule joka akatupwa. Yule mkubwa. Nyoka wa zamani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Na nini? Na Shetani. Kwa Ibilisi anatoa roho, si ndio? Kabisa. Lengo hiyo roho ya Ibilisi kuwakusanya watu wote, na nyingine inatoka kwa mwakilishi wake anaitwa mnyama. Huyu ni mnyama wa Ufunuo 13. Hebu nisome maandiko haya. 13:1 na mpaka 3 pale nisome. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Naam. Mwenye pembe 10. Na vichwa 7. Na juu ya pembe zake. Ana vilemba 10. Ndio. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Amejaa majina ya nini? Ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Ndio. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Ndio. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa ina maana joka ana wakala anaitwa nani? Mnyama ambaye amejaa nini? Majina ya makufuru. Alafu joka anampa kiti chake cha enzi na uwezo mwingi na mamlaka, si ndio? Ndio. Sasa huyu mnyama anafanya kazi kwa niaba ya joka, naye anatoa roho ya chura inawaendea watu wengi. Sasa mnyama ni nani? 7:23 Danieli. Haraka twende. 7:23 kitabu kile cha Danieli. Maandiko yanasemaje? 7:23 inasemaje? Anasema akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Utakuwa ni ufalme wa 4 juu ya nini? Juu ya dunia. Endelea. Utakao kuwa mbali na falme zote zile, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja kwa vipande. Asante. Kumbe mnyama ni nini? Ni ufalme. Kwa hiyo joka shambani, shetani tumeshatambua, ataupa ufalme fulani, mamlaka ya dunia yote. Lakini hiyo mamlaka imejaa makufuru. Sasa na huyu mnyama ni hatari. Hebu nisome mstari wa 4. Hapa katika Ufunuo 13 mstari wa 4. Sikia vizuri, huyo mnyama ni hatari. Inasemaje? Ndio. Anaendelea kusema. Ndio. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Yaani watu wanamsujudu joka kwa sababu alimpa mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama. Ndio. Wakisemaje? Ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kufanya vita na mnyama, kwa sababu joka amempa mamlaka yake. Sasa kama joka amempa mamlaka mnyama, si ndio? Ndio. Joka anakuwa nyumba ya nani? Ya mnyama. Kwa hiyo ukimfuata mnyama unamwabudu nani? Joka. Sasa lazima tujue siasa za huyu mnyama hatari ambaye amejaa makufuru. Makufuru ni madai ya kidini. Tutakuja kuiangalia vizuri haya madai ya kidini, tujue ni nani. Kwanza tuiangalie tu ili tusiende sana mbali. Kitabu kile cha Marko sura ya 2 mstari wa 7. Tunaona kufuru ni nini? Kufuru ni dai la kidini, maana kuna mamlaka ambayo
ya kisiasa inakufuru. Soma. Inasema, nasemaje? Mbona huyu anasema hivi? Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Isipokuwa mmoja, ndiye Mungu. Isipokuwa mmoja, ndiye nani? Ndiye Mungu. Hapo Mafarisayo wanamwambia Bwana nani? Bwana Yesu. Bwana Yesu, sababu Yesu alisamehe nini? Dhambi. Hebu soma mstari wa 6. 6 inasema. Hapo. Inasema, ndio. Na baadhi ya waandishi. Hebu tuanze mstari wa 5. Inasema, ndio. Naye Yesu alipoona imani yao. Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwanamke alipooza, ndio, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Umesamehewa dhambi zako. Kwa Mafarisayo wakasema, ni nani huyu anasamehe nini? Dhambi. Maana anakufuru. Ambaye anastahili kusamehe dhambi ni nani? Mmoja, ndiye Mungu. Ni mmoja ambaye ni nani? Mungu. Ni Mungu. Lakini sasa nenda mstari wa 8. 8 nasema, ndio. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake, ndio, kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, ndio, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Maliza. Jepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujituke godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri ya kusamehe dhambi duniani. Ana amri ya kusamehe dhambi nini? Duniani. Kumbe Mungu Baba amempa mwana nini? Amri ya kusamehe nini? Dhambi. Kwa ambaye anatakiwa kusamehe dhambi ni nani? Mungu. Ni Bwana Yesu. Hapa duniani. Tuko pamoja? Na yule mnyama amejaa nini? Makufuru. Kama amejaa makufuru, yeye anasamehe nini? Dhambi. Sasa utaangalia ni ufalme gani duniani ambao unasamehe nini? Dhambi. Utamjua huyo ni mnyama. Na kufuru nyingine ni ipi? Tutaiangalia vizuri. Kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari wa 30. Kimbia. 10:30. Ndio. Anasema, Mimi na Baba tu umoja. Ndio. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Ndio. Yesu akajibu, kwa kazi njema nyingi nimeonyesha zitokazo kwa Baba. Naam. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnataka kunipiga kwa mawe? Wakamjibu vipi? Wayahudi wakamjibu, ndio, kwa ajili ya kazi njema atakupigi kwa mawe. Bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Kumbe kufuru ya pili ni mwanadamu kujifanya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu akijiita Mungu amefanyaje? Amekufuru. Sasa kuna mamlaka moja ambayo imejipa nafasi ya nani? Ya Mungu. Hebu tuone katika andiko hili tuthibitishe. 17:11 Yohana mtakatifu. Anasemaje? Wala mimi simo tena ulimwenguni. Yesu anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Baba mtakatifu. Nani? Baba mtakatifu. Kwa jina lako ulilonipa. Asante. Kumbe jina la Mungu ni nani? Baba mtakatifu. Leo kuna mamlaka, msomaji, niko duniani, kuna mamlaka ina mtu anayejiita Baba Mtakatifu. Iko. Ipi? Roman Catholic. Usimenye meno mdomo. Maana hilo ni jina ambalo liko tu. Akienda popote pale, maraisi na wakuu wa dunia wanamuita nani? The Holy Father. Baba Mtakatifu. Hatari. Hebu nisomee 47:15 kama tutakosa Isaya tuone. Kama nitakuwa niko sawa hapo. Maana muda mwingine maandiko yanaruka na mengine yanarejea. 47:15 inasemaje? Anasema ndivyo yatakavyokuwa mambo hayo. Tosha hilo andiko, tutarejea baadaye. Sasa iko hivi. Kumbe yule mnyama alikuwa amejaa nini? Majina makufuru. Na tumeona mnyama ni nani? Ufalme. Umejaa majina makufuru. Na maana huu utawala unasamehe nini? Dhambi. Na pia unajiita jina la nani? La Mungu. Kwa hiyo umejaa makufuru. Kwa hiyo ni taasisi moja tu hapa duniani ambayo inasamehe dhambi, Katoliki. Viongozi wake wanandoa nini? Dhambi. Na kiongozi wao mkuu anajiita Baba Mtakatifu. Sasa maandiko yanatuambia katika kodi kwamba joka atampa kiti chake cha nini? Cha enzi. Na uwezo mwingi na mamlaka na nguvu nyingi. Sasa kiti cha joka kilikuwa wapi? Ni Roma. Mji wa nini? Roma. Sasa kwenye Ufunuo nafikiri sura ya 2 mstari wa ngapi katika kanisa la Pergamo? Hebu soma sura ya 2 pale Ufunuo. Sura ya 2:13.
13 soma. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha... anza mstari wa 12. Inasema ndio, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamos andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali, ndio, wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Cha Shetani. Unajua Pergamos, hebu niwape story kidogo hapo. Pergamos ilikuwa yule kuhani mkuu wa Babylon, ile Nebukadreza ilivyokuwa imeangamizwa na Koresh. Yule kuhani mkuu akaitwa Pontifex Maximus, kwamba alikuwa ni mtengeneza daraja kati ya miungu na wanadamu. Kwa hiyo yeye akaja akakimbilia pale Pergamos, pale Turkey, akaweka kile kiti pale. Kwa hiyo Warumi walivyokuja pale Turkey, ambapo ni Anatolia, ile eneo lilikuwa ni zuri sana na lina enzi ya historia ya Babylon. Kwa Roman ikatawala lile eneo na ikachukua zana zote na vitabu vyote na kila aina ya historia ya pale wakapeleka Roma. Kwa hiyo Kaisari akajiita Pontifex Maximus. Kwa hiyo Kaisari akajivisha cheo cha kuhani mkuu wa wapi? Babylon. Kwa hiyo akajiita Mungu Kaisari. Kwa hiyo wale wote ambao walikataa kumwabudu Kaisari wote waliangamizwa. Sasa huyu mtume Yohana anaambiwa na Bwana Yesu, na joka hapo ni kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Wakati wa Yohana Rumi ndio ilikuwa inatawala nini? Dunia. Sasa maandiko yanatuambia hivi, yule joka ambaye ni Ibilisi atampa mnyama kiti chake cha nini? Cha enzi. Sasa ukisoma historia ya Roman Empire, Kaisari Konstantino aliama mji wa Roma akahamia mji wa Konstantinople ambao leo ni Uturuki. Kwa akamwachia askofu wa Roma mji wa Roma ule mwaka wa 330. Kwa hiyo askofu wa Roma akawa mmiliki na kiongozi wa mji wa nini? Wa Roma. Ndio maana leo kuna kanisa la Roman Catholic, yaani kanisa ambayo ilianzia wapi? Roma, na makao makuu wapi? Roma. Kwa hiyo ni kanisa pekee duniani ambao ule mji mkuu wa dola la Kirumi leo limekuwa mji mkuu wa kanisa la Rumi. Bwana asifiwe. Amen. Si imekaa vizuri hiyo? Kwa maana joka akampa kiti chake cha enzi. Kwa hiyo Rumi ya kipagani ilikuwa ni mwakilishi wa nani? Wa joka. Ni maneno ni mazito, lakini ndio history. Sasa angalia nabii wa uongo. Kwa maana leo kuna dini, maana joka yeye anaposimama, kumbuka Roma ilikuwa ya kipagani, ndio tukubaliane kabisa. Kwa dini zote za kipagani, zote ambazo zinakataa Yesu si Kristo mwana wa Mungu, zinamilikiwa na roho ya nini? Ya joka. Ile pumzi. Sasa ukiangalia Ubuddha hautambui Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wala utambui Biblia kabisa. Tuko pamoja? Kabisa. Hiyo ni roho ya nini? Ya joka. Hinduism haimtambui Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wala haitambui Biblia. Hiyo ni roho ya nini? Ya joka. Tuko pamoja mpaka hapo? Hata Islam inatambua Yesu ni mwana wa Mungu? Hapana. Inatambua Biblia? Inakataa. Ndio maana hiyo ni roho ya nini? Ya joka. Kwa hiyo hiyo ni roho ya joka. Sasa roho ya mnyama inatoka pale Roma. Kanisa inabubujisha watu wengi, na maandiko yanasema watu wengi watakusanywa mahali panaitwa Armageddon. Tutarejea pale. Sasa tuongee na bio uongo. Ufunuo 13. Nenda mstari wa 11. Inasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Akanena kama nini? Joka. Akanena kama joka. Ni mnyama gani kutoka ardhini? Yule wa kwanza atoka wapi? Baharini. Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Sasa bahari inamaanisha nini? Naenda 17:15 Ufunuo hapo hapo tutarudi pale kusoma. 17:15 Ufunuo inasemaje? Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo akitipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hiyo mnyama wa kwanza
alitokea sehemu yenye watu wengi, makabila na nini, na Roma ilikuwa ni utawala mkubwa, ilikuwa inatawala dunia, makabila, mataifa na jamaa. Kwa hiyo mnyama wa kwanza akatokea pale watu wengi, akainuka na akawa mtawala mkubwa sana, na alivyoinuka aliwashusha wafalme watatu waliompinga. 7:8 kitabu kile cha Danieli, soma hapo. Aliwashusha maana alikuwa na watu wengi, kwa hiyo kuna wengine wakampinga, kwa hiyo akatoka akawang'oa ili asimame katika utawala mkuu. Soma. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ni ndogo, ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikang'olewa, na pembe zile tatu zingine zikafanyaje? Zikang'olewa. Kwa katika Rumi, wakati inagawanyika kuwa majimbo 10, maandiko yanasema kuna pembe 10 zikaondoka, yani mgawanyiko wa serikali. Ndio. Lakini mwingine akaja wapi? Baadaye. Sasa nenda kasome historia ya Rumi, mwaka 476 utaona dola la Kirumi lilisambaratika, zikatokea 10 states, mataifa mangapi? 10 yakajitenga na utawala wa Roma. Lakini baadaye kidogo ukaja utawala mwingine baadaye mwaka 538 baada ya Kristo. Nini kiliinuka katika historia? Utaona kautawala kadogo kakainuka, kakanisa. Mfalme Justinian, Kaisari Justinian wa Mashariki, akakapa mamlaka kuu lile kanisa la Roma. Pindi cha Pope Vigarius, Pope naye akainuka akawa moja state zile 10, lakini zile state 3 zikapinga mamlaka ya papa, kwa sababu zile zilipinga papa, maana papa alikuwa na mafundisho ya utatu. Zile state 3 zikakataa mafundisho ya papa. Moja ya fundisho ambalo lilikataa ni utatu, na fundisho la pili, papa alikuwa amekanyaga amri 10 za nani? Za Mungu. Wale walikuwa wameshika amri ngapi? 10 za Mungu, ambao ni Waerudi, Waostrogoth na Vandos. Nenda akasema historia pale Tunisia, kuna utawala unaitwa Vandos ambao ulishika amri 10 za nani? Za Mungu, na ulipinga utatu mtakatifu. Kwa Pope akaona hapo nitazalilika, akafanya kila njia na mpango, wakang'olewa katika historia. Maana leo ujui kuna taifa linaitwa Vandos, ujui kuna taifa linaitwa Ostrogoth ama Heruli kabisa, sababu historia ilifanyaje? Iliondolewa. 24 nasemaje? Na habari ya zile pembe 10, ndio katika ufalme huo wataondokea wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Ndio, asante. Kwa maana atakuwa mbali na hao wafalme wa kwanza, sababu wale wafalme wengine wa kwanza walikuwa ni wa kisiasa, yeye akawa ni ufalme wa kidini na nini, kisiasa. Sasa nenda kasome historia ya Pope State. Google hapo. Pope State ilianza mwaka wa 754. Pope State, Pope akawa na mamlaka Europe, akiwateua wafalme na kuwaondoa wafalme waliompinga. Kwa hiyo ni power ambayo ilikuwa si ya kawaida. Maandiko yanasema ni nani awezaye kufanya vita naye, kwa sababu alikuwa na power. Sasa mnyama wa pili naye anatoka ardhini, katika nchi. Ardhi ni kinyume cha maji, na maana ni utawala ambao unatoka katika mazingira ambapo hakuna mataifa, makabila na jamaa na lugha. Asante. Kwa hiyo ni utawala pekee duniani katika historia ambao ulitoka katika maeneo ambao hakuna mashindano ya kimataifa, hakuna mataifa. Ni Marekani. Ni nini? Ni Marekani. Naye akanena kama nani? Kama joka. Choka. Kwa hiyo huyu mnyama wa tatu wa pili akawa msemaji wa nani? Wa shetani duniani. Soma mstari wa 16 na 17. Sikia 16 anasema. Ndio. Anasema, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watie chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao. Endelea. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa na anachapa ile. Ndio. Yaani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Ama hesabu ya jina lake. Ni ipi hesabu yake?
Hapa ndipo penye hekima. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Yeye aliye na akili. Na hesabu ya mnyama huyo. Na hesabu ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni nini? Ni 669. Ni 600. Umesema vibaya. Ni 666 kabisa. Asante. Kwa maana huyu mnyama wa pili anafanya watu wote watio chapa ya mnyama wa kwanza, na kabla ya hapo anaunda sanamu. Hebu nisome mstari wa 15 hapo. 15 inasema anasema akapewa kutia pumzi katika 14. Naye akakosesha wale wakao juu ya nchi. Ndio. Kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama wa kwanza. Huyu mnyama anafanya ishara. Akawaambia wakao juu ya nchi. Ndio. Kumfanyia sanamu yule mnyama. Aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Hata ile sanamu ya mnyama inene. Na kuwafanya hao wote wasile sujudu ile sanamu ya mnyama wauawe. Na kuwafanya wote ambao wamekataa kuisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sanamu ni nini? Sanamu, hapa nifundishe kidogo hapa. Sanamu ya mnyama kwa jina lingine katika English tunaenda image. Na maana huyu mnyama wa pili ataunda utawala ambao unafanana utawala wa Roma. Utawala wa Roma sifa yake ni serikali na dini vinakuwa katika sarafu hii moja. Yaani shilingi ni kichwa na mwenge. Utawala mmoja. Kwa hiyo mnyama huyu ambaye ni Marekani ataunda utawala ndani ya ardhi ya Marekani. Dini na serikali vitashikamana, vitakuwa ni kitu hichi kimoja. Naye atatia pumzi huo umoja wa kidini na serikali uweze kuzungumza. Kwa leo baadaye dunia itashuhudia kitu kimoja. Utawala wa aina ya Roma ni Katoliki kuwepo pale Marekani. Ndio kitu ambacho kinangojewa sasa hivi. Alafu atatia pumzi, yani pumzi ni nguvu ya kisheria katika bunge la Marekani la Senate na bunge la Congress. Watapitisha sheria ambayo itaunga mkono ajenda ya muungano wa dini na nini na serikali. Na wale ambao watakataa muungano huo, maandiko yanasema kwamba ile sanamu itasababisha wafanyeje? Wauawe. Na siku zote muungano wa kidini na serikali huleta mauaji. Kumbuka wakati wa Herode na Pilato, Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanapingana wao kwa wao. Yesu akahubiri, mahubiri yake yakagonga Farisayo na Masadukayo wakaungana. Mwana wakasema, jamani, huyu jamaa tukimwacha huyu anatogonga wote. Ndio. Tuungane, tutoe tofauti zetu, tumlarue. Sasa hili nguvu ya kumlarua hawana. Maana serikali imeweka sheria kwamba huwezi kumuua mtu pasipo utaratibu wa kiserikali. Wakaungana, wakaenda kuishawishi serikali ya Roma, wakaleta mashtaka ya uongo kwa Yesu na wakapata namna ya kumkamata Yesu kwa sheria ambayo wamezitunga wao, na hatimaye wakamsulubisha. Na wakafanya hivyo kwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Kwa muungano wa dini na serikali ulishuhudiwa kwa Yesu wakati wa Yesu, na utaenda kushuhudiwa tena pale Marekani, ambapo serikali na dini wataungana, na dini itashawishi serikali zidi ya wote ambao wanapinga sheria za dini za muungano, na wao watauawa. Imekaa vizuri hiyo? Iko hivyo. Sasa huyu mnyama kwa sababu amepewa shauri na sanamu ya mnyama, atalazimisha watu wote watiwe chapa ya mnyama. Na mtu yote ambaye atakataa kutiwa chapa ya mnyama atafanyaje? Atauawa. Atazuiwa kununua wala kuuza. Ama kuuza. Uwe tajiri au maskini. Uwe maskini. Uwe mtumwa ama uwe mtu huru. Na sasa hivi mnyama huyu anashughulika na Iran. Iran inashughulikiwa. Maana Iran inakataa mpango mpya wa ulimwengu, ambao mpango mpya wa ulimwengu ni kusimamisha sanamu ya mnyama, utawala wa Roma katika sura ya dunia yote, New World Order, sanamu ya mnyama. Kwa hiyo wote ambao watakataa mpango huo wataondolewa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa sanamu ya mnyama tumesema kwamba huyo mnyama anachapa nini yake? Ana ile namba yake na hesabu ya jina lake. Na hesabu ya jina ambayo ni namba yake, sio? Ndio. Sanamu ya mnyama ni utawala ule kama mnyama unajiredea. Ndio. Sasa namba yake ambayo inatiwa katika paji la uso. Sasa hapo ndipo somo langu lilikuwa linajikita. Maana leo nabii wa uongo amefundisha maneno kinyume cha cha Mungu. Kwa nini? Ametengeneza chapa ya mnyama na namba ya mnyama kwa
chip. Lakini si hivyo, huo ni uongo. Huo ni uongo. Leo nitawafunulia chapa ya mnyama. Na huyo mnyama anayekaa wapi? Katika hekalu la nani? La Mungu. Sasa leo mnyama anadanganya watu na wafuasi wake kupitia nabii wa uongo, wanatengeneza hekalu ambao tena kutengeneza kesho kutwa pale Yerusalemu. Hekalu kabisa physical, jengo kabisa ambalo ni physical, ili atafasiri unabii uongo ili watu wapotee. Maana anajua unabii unamfunua yeye. Sasa anaunda unabii wa uongo ili watu awateke off guard. Ili baadaye anapoingiza maneno yake ya uongo, watu wengi watayakubali kwa maana watakuwa ni vipofu. Sanamu ya mnyama na namba ya mnyama, chapa ya mnyama, sorry, maana kidogo inachanganya. Chapa ya mnyama ni alama yake. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Ni alama yake. Sasa alama yake ni nini? Roma, chapa yake ya mamlaka ni Jumapili. Ukisoma vitabu vyao wanasema hivi, Jumapili ni chapa ya mamlaka yetu. Na kanisa la Roma lilibadilisha Sabato kutoka Jumamosi kwenda juma ngapi? Jumapili. Unataka nukuu hiyo nitakutumia, maana sijaiweka hapa hiyo nukuu. Kwa hiyo sasa, hebu niweke na video moja hapo kwanza wakati nacheza, ili niwe naeleza unaona vizuri kwamba huyo mnyama, wakati huo unanipa Ufunuo 14, Ufunuo 13 mstari wa 6 inasema 13:6 unasema akafunua kinywa chake amtukane Mungu, ndio, na kulitukana jina lake, na maskani yake, nao wakao mbinguni. Nao wakao wapi? Mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu, na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, ndio, na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudu, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa hiyo akapewa mamlaka juu ya lugha na nini? Na jamaa. Nao wote wakao juu ya nchi. Ya nchi. Wakafanyaje? Watamsujudu. Kila ambaye jina lake alijaandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Asante sana. Kwa maana mtu yote ambaye jina lake alijaandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo watafanyaje? Watamsujudu mnyama huyu. Kwa hiyo ni hatari sana. Ni hatari kuu. Na hapo katika video hii unaona kabisa hapo kuna mashehe. Kuna mashehe wako hapo wakifanya ibada pamoja na mpinga Kristo. Mashehe na wanamsai kwa ana mamlaka juu ya mataifa na lugha na jamaa. Unaona hapo mashehe wakimpokea askofu wa Roma, wakikombatiana na watapanga ajenda. Hapo ni Abu Dhabi ambao walijenga sinagogi, kanisa la Roma pamoja na msikiti. 3 angles kwa ajili ya mpango mpya wa ulimwengu. Hiyo ndo sanamu ya mnyama ambayo inajengwa. Dini zote zinaunganishwa na serikali pamoja ili wawe na kitu cha kuamini na kitu cha kusema pamoja na cha kuabudu. Unatakiwa na mtu yote ambaye atenda kinyume na mpango huu, basi ataonekana yeye ni mkorofi. Sasa turejea kule. Sasa tuendelee na somo letu. Nataka tuangalie namba ya nani? Ya mnyama. 660 ngapi? 66. Jumapili. Hapa kidogo nielezee Jumapili, mtumishi. Jumapili ni siku ambayo imechaguliwa na mamlaka za dunia na za kidini ili dunia nzima iwe na pumziko moja la nini? La ulimwengu. Nataka nikupe kidogo changamoto. Nenda katafuta kitabu kinaitwa Laudato Si, au ingia online Google Laudato Si, utaletewa PDF pale. Laudato Si ni nini? Ni mkakati au mpango wa mazingira
wa kanisa la Roma. Mwaka 2015 katika kikao cha Paris cha mazingira COP21, viongozi wa dunia walikutana pale na kupanga mikakati ya mazingira, yani kuondoa hewa ya ukaa. Walisema bayana kwamba ikifika 2030 na kama dunia na viongozi wa dunia wajaungana kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, dunia itaangamia. Kwa hiyo wamepanga agenda inaitwa Agenda 2030, ambayo mikakati hii ilianza miaka ya 70 na kitu, na mwaka wa 92, mwaka 1992, hapo wengi mko walizaliwa kule, katika mkutano wa Rio de Janeiro kule Brazil, walipanga mkakati wa kukabiliana na mazingira, na wakasema kwamba ili mazingira yaweze kuboreshwa vizuri na dunia iweze kurudi katika hali ya ukaa, tupunguze population ya watu. Pili, kuhakikisha tunaondoa matumizi kwa wingi, matumizi ya mafuta na gesi. Tatu, dunia idhibitiwe kwa kiboko kikali sana. Kuwe kuna pumziko ambalo litafanya dunia nzima kwa siku moja wapumzike. Na mwaka 2015 Pope Francis marehemu Seveni ya hati alipeleka waraka unaitwa Laudato Si pale Ufaransa katika kwa mkutano wa viongozi wote wa dunia, akiwemo Obama wakati ule, kipindi hicho kuna Ban Ki-moon kiongozi wa Umoja Mataifa, na ule mpango ukapitishwa. Sasa ukisoma ule mpango ukurasa wa 234 utaona kuna Jumapili tena wanasema hivi, kama ilivyo Sabato ya Kiyahudi, Jumapili ilichaguliwa kuwa Sabato ya Kikristo ili kuwapa wanadamu pumziko. Nini? Pumziko. Kwa Ban Ki-moon baada ya kile kikao kusoma ule waraka ambao ulipelekwa na mwakilishi wa Pope Francis, baadaye akaitwa Vatican na viongozi wakuu wa Umoja wa Mataifa na wengineo, wakakabidhiwa kile kitabu cha Laudato Si. Naona imekata. Na mtu alikuwa anapiga hapa kwa internet yenyewe imeshuka. Mtu alikuwa anapiga. Ndio dawa. Sasa kuna mtu alikuwa amevuruga hapo. Sasa Laudato Si ndani yake kuna fundisho la Jumapili kuheshimiwa ulimwenguni kote. Na ukiona Umoja wa Ulaya, nenda kaangalia kitu kimoja kinaitwa Wacho, Google Wacho. Wacho ni kikundi ama asasi ya mazingira katika Umoja wa Ulaya. Ndani ya Wacho wamepitisha Jumapili hiyo pumziko la Europe Union, na Pope amechaguliwa kuwa kiongozi wa jadi wa Umoja wa Ulaya. Kwa maana bendera ya Umoja wa Ulaya utaona ina rangi ya blue na nyota 12. Rangi ya blue na nyota 12 ni ishara ama alama ya Bikira Maria. Nenda kaangalia Bikira Maria wa Roma, utaona ana nyota 12 na alama ya nini? Ya blue, na vazi la blue na nyeupe. Kwa ndio maana katika bendera ya Umoja wa Ulaya utaona ina nyota nyeupe na rangi ya nini? Ya blue. Na katiba ya Umoja wa Ulaya ilipitishwa pale Vatican chini ya sanamu ya Pope Leo, kanyosha mkono hivi, kina Tony Blair na viongozi wote wa Ulaya wakasaini ile document ya Umoja wa Ulaya, European Union, chini ya sanamu ya Pope iliyonyosha mkono hivi. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya ni mamlaka ambayo inaundwa, ambayo inaenda kumtokeza mnyama yule aliyepata nini? Jeraha nini? La mauti, la upanga, na akaishi. Na Marekani itasababisha mnyama huyu aabudiwe ndani ya Marekani na ulimwenguni kote. Si kwamba watu wataenda kuinamia mnyama hivi na kupiga magoti. Kuabudu si lazima upige magoti. Kuabudu ni kufuata sheria ya nani? Ya mtu mwingine. Hebu nipe maandiko haya. 6:16 Warumi. 6:16 Warumi nasema. Inasemaje? Anasema, ndio, amjue ya kuwa kwa yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa kwake wakati wa kutii. Ulisema vizuri. Kwa watumwa wake, ndio, katika kutii mmekuwa watumwa wa yule mnayemtii. Mmekuwa watumwa wa yule nani? Mnayemtii.
kwamba ni utumishi wa dhambi, ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ndio ni utumishi uletao haki. Uletao nini? Haki. Kumbe ukifuata sheria ya shetani unamtii nani? Unamtii hata kama wewe nani, si ndio? Ndio. Yesu alisema hivi, mbona mnaniita Bwana lakini hamtendi nisemayo? Ndio. Kumbe kusema Yesu ni mwana wa Mungu si jambo, ni jambo lingine. Kwa hiyo unaweza ukamkubali Yesu kwa mdomo, utahesabiwa hata kama unamtaja na unaanguka kila siku mbinguni pake, lakini kama ushiki amri zake wewe uhesabiwa ni mtu wake. 14:15 Yohana anasema hivi, mkinipenda mtashika amri zangu. Kwa hiyo mtu anayempenda Yesu anashika amri za nani? Za Yesu. Kwa hiyo ukimsema Yesu kwa mdomoni utakuwa ni mtumishi wake. Anasema unamfanya yeye unakuwa ni muongo. Hebu soma 7:21 Mathayo. 7:21 nasema, si kila mtu aniambaye Bwana Bwana ndio atakayeingia katika ufalme wa Mungu wa mbinguni, bali ni yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu. Kumbe na maana kumuita Yesu Bwana ni jambo lingine. Usipotenda mapenzi yake wewe umstahili. Na siku ile watu wengi watamfuata, Bwana tulifanya ishara kwa jina lako, tulifanya hivi na hivi na hivi. Atawakataa, sema sikuwajua nyinyi kamwe, tokeni wote mliolaaniwa. Kwa hiyo na mnyama ana sheria zake ambazo zimetoka kwa shetani. Ukizifuata sheria za mnyama unakuwa unamtii nani? Mnyama, yani ufalme wa giza. Hilo ndio pambano kuu. Sasa mnyama wa pili, nabii wa uongo. Nabii wa uongo yeye anakuja kwa namna ya neno la nani? La Mungu. Sawa ndio. Haji mnyama kijoka. Anakuja kwa hekima, anakuja kwa siri, ameshika Biblia, anaongea maneno ya Mungu na akifanya ishara. Si imeandikwa hivyo? Zipo andiko lako lonipa ile ndio natumia. Na nataka nije pale. Niko naelekea pale. Sasa nisome ile andiko 11:14 wa Korintho wa pili. Inasemaje? Inasema ndio, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza wawe mfano wa malaika wa nuru. Kumbe mtu anaweza katakiwa na shetani akajua mtukana malaika wa nuru. Nimeonyeshwa kumbe ni shetani. Endelea. Inaendelea. Ndio. Basi si neno kubwa, watumishi wake nao wajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Wawe mfano wa watumishi wa nini? Wa haki. Ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Mwisho wao ni sawasawa na kazi zao. Kwa watumishi wa shetani, manabii wa uongo, ambao nao watajigeuza kuwa watumishi wa nini? Wa haki. Watahubiri haki, watagombania watu kwamba tena watakuwa wanatoka katika majukwaa wakikemea serikali za dunia kwamba mfanye nini? Haki. Na wakiwa watetezi wa wanadamu, lakini wanaikanyaga sheria ya nani? Ya Mungu. Nao tuko nao wengi na watu wanawapenda sana bwana. Dini, kwani mtumishi wa Mungu asiongee siasa? Simama, mnasikia mambo kama hayo kabisa. Yani kwamba ukisema mtumishi wa Mungu hapaswi kufanya mambo ya siasa, watu wanakuinukia. Sababu leo watumishi wa Mungu leo wako busy na siasa, wanakuambia Daudi. Lakini huko nyuma wanaekanyaga sheria nani? Ya Mungu. 24:24 Mathayo. Soma. Mathayo 24:24. Ndio. Inasemaje? Ndio. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza hata kama yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo mnyama wa pili anakuja na ishara. Na ukiangalia leo Wakristo wanaofanya ishara wametokea wapi? Marekani. Si Marekani kabisa. Upentekosti uliingia Tanzania hapa miaka ile ya 90 sana, ndio kashamiri sana hapo, na ulianza Marekani kuanzia miaka 1917 pale. Kwa hiyo ile roho ya kunena kwa lugha si hii kunena kwa lugha kwa Biblia, maana ya Biblia walinena watu wakasikia kwa lugha zao wenyewe, lakini hii inanena usikii, hauelewi chochote. Unauliza hii ni lugha gani? Uelewi, tafasiri haipo. Huku maandiko yanasema wakinena kwa lugha wanena wawili au watatu na mmoja afanyeje? Afasiri. Sasa hilo somo la kunena kwa lugha litakuja kwa wakati wake, tusichanganye mambo. Sasa nataka tumalize ile namba ya nani? Ya mnyama. Hebu nisomee kitabu kile cha Danieli sura ya 3 mstari wa 1. Nikuonyeshe namba ya mnyama ni ipi. Hapo ndipo utaelewa mpinga Kristo anakaa ndani ya hekalu neo na muabudu upase huku utambui. Soma.
Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ndio ulikuwa dhiraa 60 na upana wake ndio dhiraa 6. Dhiraa ngapi? 6. Akaisimamisha katika uwanja wa Dura, katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na mawaliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu. Mfalme Nebukadneza alipoisimamisha, ndipo maamiri na manaibu na mawaliwali na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili waizindue ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisemaje? Enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu Nebukadneza aliyosimamisha. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto wakao. Asante msomaji. Niko Nebukadneza tena sanamu ya nini? Ya dhahabu. Mara ya kwanza ukisoma sura ya 2 Mungu alimuonyesha sanamu sanamu ina madini mangapi? 4. Kichwa cha dhahabu na mikono ya fedha na kifua, tumbo wake na mapaja ya shaba, mapajani kushuka chini mpaka vidoleni huko ni chuma. Na kule chini chuma na nini? Na chuma na udongo katika nyayo na vidole. Na Danieli akamtafsiria Nebukadneza kwamba wewe ni kichwa cha nini? Cha dhahabu. Na baada yako ufalme wako utapita, utakuja ufalme wa fedha. Nebukadneza akaona utawala wake utapita, akampinga nani? Mungu. Akaunda sanamu ya dhahabu full kwamba ufalme wake ni wa milele na utapita. Tena sanamu ya dhahabu, utawala wa dhahabu. Na akalazimisha dunia nzima na kabila na jamaa wafanyeje? Wasujudie ile sanamu. Lakini zilipigwa nyimbo za kutosha kwanza. Na leo kabla dunia ijaabudu sanamu ya mnyama, mpinga Kristo ameweka nyimbo. Leo kuna bongo flava nzuri, jua R&B, sijui hip hop, si pop, muziki ambayo inatuunganisha dunia yote. Maana leo muziki ukiimbwa hata kwa Kiingereza unacheza hata kama ni matusi, si ndio? Kabisa. Leo watu wanaimba kwa Kiswahili, Ulaya wanacheza. India wanaimba kwa Kihindi, Tanzania wanafanyaje? Wanacheza na mnaimba. Kwa hiyo muziki itakuwa ni catalyst ya kuwafanya wanadamu wasahau shida zao, wakusanyika na wajikute kwamba wanaabudu kile ambacho si cha halali kuabudiwa. Sasa Nebukadneza anafananishwa na Ufunuo 13 kwamba yule mnyama, nabii wa uongo atokea ardhini, naye atalazimisha watu kuunda sanamu ya mnyama. Kwamba ni utawala ule wa Babeli, na mkuu wa Babeli ni Roma. Kwa ataunda utawala wa Babeli na kusema kwamba ni utawala wa kweli na kuwalazimisha watu waisujudie. Sasa ndani yake ile sanamu, angalia vizuri, ya uwanja wa Dura katika Danieli sura 3, utaona ina urefu wa zilaa ngapi? 60 na upana wa zilaa ngapi? 6. 60 mara 6 ni ngapi? 60 mara 6. Hesabu mlikimbia. Ni 360. Sawa. Ni 300 mara ngapi? 60. Wa Babeli 360 katika mwaka wa mwezi, kupitia kalenda ya mwezi, yani lunar calendar au kalenda ya Biblia, una siku 300 na ngapi? Na 60. Kando ya kalenda ya jua, hii solar calendar ambayo una 364 na nusu. Sasa hii lunar calendar, wa Babeli walikuwa wanaabudu, wana miungu yao 36, ambayo ile miungu 36 ilikuwa ikitawala mwaka mzima. Sasa wakachukua ile 360 wakaigawanya kwa nyuzi 0. Kwa hiyo ukitoa pale zilo, kama wewe unajua hesabu, inabaki ngapi? 30 ngapi? 36. Sasa 36 ukichukua 1 jumlisha 2 jumlisha 3 jumlisha 4 jumlisha mpaka 30 mpaka 30 ngapi? 36. Ukijumlisha zote zile pale utapata 666.
Kwa hiyo Danieli sura ya 3 na Ufunuo 13 ni kitu kimoja. Tuko pamoja Kabisa. Sasa 666 ni hesabu ya utawala wa mnyama yule. Sasa miungu 36 ya Babeli ndio inaunda 660 ngapi? 66. Kumbe 666 ni irizi ya miungu. Na kule Babeli walizindua mabamba, wakagundua bamba moja limeandikwa 666. Ilikuwa ni irizi ya miungu ama ibada ya miungu yote ya Babeli. Sasa ukiangalia leo huyu mnyama wa nne, mnyama wa pili, mnyama wa kwanza anayetoka baharini, naye ana hesabu ya 660 ngapi? 66. Kwa hiyo ni mkusanyo wa utawala wake ambao unaunda namba yake, na ni namba ya kibinadamu ambayo ni namba ya miungu. Sasa leo ukiangalia Mungu wa mnyama, Mungu wa Roma ni Mungu gani? Wa utatu. Mungu wa nini? Wa utatu mtakatifu. Sasa utatu mtakatifu unakuwaje na 666? Leo katika utatu mtakatifu utaona unatumia neno namba, wanatumia nembo inaitwa pyramid. Nini? Triangle. Pyramid ambayo ni triangle. Triangle kama umesoma hesabu utaona pale juu ya triangle moja kuna nyuzi 60. Chini ya pembe katika nchi ya kwanza nyuzi 60, nchi ya pili nyuzi ngapi? 60. Nchi ya tatu nyuzi ngapi? 60. Inakuwa na ngapi? 180 ukijumlisha. Sasa ile nyuzi ya kwanza inaitwa Baba. Nyuzi ya pili inaitwa nani? Mwana. Nyuzi ya tatu Roho Mtakatifu. Wote wana nyuzi ngapi? 60. Maana utatu Baba, Mwana na Roho wote wanatoshana. Sawa kabisa. Hiyo ni namba inapigwa. Mtu mwenye akili ajue namba ya mnyama yule, hesabu yake ni hesabu ya kibinadamu. Sasa uchukue 180 wanaongeza na piramidi za pili, ama wanazidisha mara ngapi? Mara mbili. Unapata nembo moja inaitwa unapata nembo moja inaitwa 6 point star, ambapo ukihesabu pale utapata 660 na ngapi? Na 66. Kwa hiyo utatu ndio msingi mkuu wa kanisa la Roma, ambapo mafundisho yote yamefanyaje? Yamejengwa juu yake. Ndio maana katika zama za kale mtu yote akiwa amepinga utatu aliondolewa katika ushirika wa kanisa la nini? La Katoliki. Na mwaka 1978 pale Nairobi, muungano ama umoja wa Kikristo Yukumene uliungana katika fundisho la utatu, kwamba huwezi kutambuliwa kuwa Mkristo mpaka uamini nini? Fundisho la nini? La utatu. Kwa dunia leo inarudi katika enzi za kale. Kwa hesabu ya jina lake ni 660 ngapi? Na 6. Kwa hiyo ni jina ambalo mnyama yeye anajiita Baba nani? Mtakatifu, ambaye ni mwakilishi, kuhani mkuu wa miungu ya Babeli. Na miungu ya Babeli imekusanywa ndio inaunda 660 na ngapi? Na 6. Sasa leo mtu yoyote ambaye ataupinga utatu na chapa ya mnyama, maana Jumapili iliwekwa maalum kwa ajili ya kutukuza nini? Utatu mtakatifu. Sasa mtu yote ambaye atakataa ataingizwa katika banana ya kuuawa. Angalia umoja wa Marekani, nenda kaangalia sheria za umoja wa dini wa Marekani, utaona kuna utatu. Sheria inasema mtu yoyote atakaye kufuru utatu mtakatifu atachukuliwa nini? Hatua. Na Jumapili na Krismasi juzi naona majimbo kadhaa wakianza kutumia sheria ya Jumapili, na kuna kikosi kimezinduliwa na Trump kinaitwa ICE. Kazi yake moja ni kutoa wahamiaji haramu na kusimamia wote ambao wanaipinga sheria nani? Ya nchi, unaondolewa Marekani. Kwa mambo yanabadilika hatua kwa nini? Kwa hatua. Kwa hiyo utatu na Jumapili ndio zitakuja kuwa law of the land. Laudato Si tayari Umoja wa Mataifa umepokea. Kwa law of the land itakuwa utatu mtakatifu na Jumapili. Wakristo watahukumiwa kwa utatu. Yaani kipimo cha Ukristo wako kitapimwa kwa nini? Utatu mtakatifu. Wengine kama Waislamu wa Buddha hao wataachwa, lakini wao watapimwa kwa juma ngapi? Jumapili. Lazima dunia nzima ipumzike. Na wengine wataikubali Jumapili kama siku ya ibada takatifu, na wengine wataikubali Jumapili kama siku ya pumziko la nini? La dunia. Lakini wote watajumlishwa, wanaabudu nani? Nyama na sanamu yake.
dunia inaenda hapo. Kwa hiyo unaodanganywa kwamba leo chapa ya mnyama ni microchip unawekewa sio kwenye mkono wako, kwenye paji la uso, huo ni uongo. Huo ni uongo. Chapa ya mnyama ni alama ya kidini, si habari ya microchip. Kwa maana leo watu wa Mungu nao wanapigwa chapa yao. 14:1 Ufunuo, soma. 14:1 Ufunuo, tutamalizia hapo. Inasemaje? Katika 14:1 kitabu kile cha Ufunuo. Ndio. Anasemaje? Kisha nikaona natazama. Huyo mwana kondoo amesimama. Juu ya mlima Sayuni. Na watu 144,000. Pamoja naye. Mwenye jina lake. Ndio. Na jina la baba yake. Limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Swali linakuja msomaji. Kwani Mungu ataandika jina lako lipate kuonekana? Hapana. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watu wa Mungu fikra zao zote zitakuwa zinaamini kuna Mungu huyu mmoja wa mbinguni na mwanawe. Kwa hiyo ni issue ya uelewa. Kwa hiyo hawa wanaopigwa chapa katika paji la uso na katika mkono wao wa kuume ni wale wote ambao watakuwa wameamini na kutenda mafundisho ya nani? Ya mpango mpya wa nini? Ulimwengu. Wataamini katika vichwa vyao. Na wengine hawataamini lakini watakubaliana kwa mkono wao. Hao watakuwa wamerundikwa katika kundi lile la kumwabudu mnyama na sanamu yake, na mwisho wao ni kuuawa. Sasa mwisho katika somo ambalo nasema kwamba huyu mpinga Kristo anakaa wapi? Sasa fundisho la uongo ambalo limeletwa na nabii wa uongo wanataka kujenga hekalu ili aje mpinga Kristo akae. Si mnasikia maneno kama hayo? Yako. Inaitwa unabii ule wa unyakuo. Kwamba Yesu kama ajaja kuna watu watanyakuliwa kwa siri. Ndio. Inaitwa secret lecture. Watanyakuliwa kwa siri, utaenda mbinguni, alafu baada ya miaka 7 watakuja duniani, watatawala miaka 1000 duniani. Na kuna hekalu linajengwa hapo ambao Netanyahu anataka kujenga. Sasa mpinga Kristo ni mjanja. Kupitia nabii wa uongo anaunda ubandia. Anaondoa ile kweli ya Kristo na kuunda nini? Ubandia. Katika lile andiko ambalo tulisoma katika Timotheo 1:4 kwamba siku za mwisho watu wengi watajitenga na nini? Na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya nani? Ya mashetani. Sasa mafundisho ya mashetani yanakuja kidini. Maana akija kavukavu mtakimbia. Kwa hiyo wanakuja watumishi wa uongo katika vazi la nuru, watawafundisha unabii wa nini? Wa uongo. Sasa hekalu ambapo huu unabii unajengwa wapi? Katika Timotheo wa pili. Wathesalonike wa pili, sura ya 2, mstari wa 2 mpaka wa 4 nisomee. Tuanze mstari wa 3. Hapo. Wathesalonike wa pili, sura ya 2, mstari wa 3 na wa 4. Wathesalonike wa pili, sura ya 2, mstari wa 3 na wa 4 nasemaje? Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Hapa anaongea kwamba siku ya Bwana ifanyeje? Haiwezi kuja. Hebu tuanze mstari wa 2 kwanza. Inasema ndio kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu. Wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa haraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Kwa kuna watu zama za Paulo walifundisha siku ya Bwana imeshafanyaje? Ipo. Sasa Paulo anawajibu kwamba siku ya Bwana haiji mpaka ufanyeje? Uje kwanza ule ukengeufu. Ukengeufu. Mtu akikwambia kwamba eti Yesu atakuja atanyakua watu, ndio mpinga Kristo haje. Anampinga Paulo, ampingi Paulo. Anampinga waziwazi. Anapinga mitume, apingi mitume. Anampinga waziwazi. Kumbe anaanza mpinga Kristo. Hapo anakuja nani? Siku ya Bwana. Siku ya nani? Ya Bwana. Endelea na andiko. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa.
Endelea na andiko. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake, ndio kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kana kwamba yeye ndio nani? Mungu. Balaa hiyo. Sasa mpinga Kristo anatengeneza fundisho la uongo kupitia majesuit, kutaka kujenga hekalu la kweli la mawe na matofali ili haingie mle ndani. Si yeye anaingia, kuna kitu ambacho kinatengenezwa cha bandia hapo. Lakini maandiko yanasema hivi kuhusiana na hekalu, kwamba anaketi katika hekalu la nani? La Mungu. Zama za hekalu la mawe na matofali zimeshapita na nini? Na wakati. Leo wasema kwamba hekalu la 3 litajengwa. Ni kweli, wana mpango wa kujenga hekalu la nini? La 3. Lakini hekalu la 3 limeshajengwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu nisomee Mathayo 24 mstari wa kwanza. Na Amani ya Mlago, angalia betia kamera kama okay, inatosha Haya. Soma Mathayo 24 kwanza. 24:1. Inasemaje? Inasema, ndio. Yesu akaenda zake. Akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea. Ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu. Akasemaje? Akawaambia, ndio. Hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe. Halitasalia hapa jiwe juu ya nini? Ya jiwe. Ambalo halitabomoshwa. Kumbe Yesu aliwaambia wanafunzi wake ambao walikuwa wanawaza utukufu wa nini? Wa hekalu. Kama leo watu wanawaza utukufu wa nini? Wa hekalu. Hii kitu mbona nimeweka no disturb lakini inaleta shida? Sasa msomaji, tupo tupo. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanawaza hekalu. Lakini Yesu akawaambia kwamba halitasalia jiwe juu ya nini? Ya jiwe. Sasa swali nakuuliza msomaji. Niko. Kuna unabii baada ya hapo wa kujenga hekalu? Sijaupata. Hujakupa? Yeye alisema atajenga kwa siku 3. Hata kwamba livunjeni hekalu hili na mtajenga kwa siku ngapi? Siku 3. Siku ngapi? 3. Alikuwa anaongelea hekalu la mwili wake. Hebu nipe 6:13 Zakaria kwanza. Wayahudi walikuwa wanaanza hekalu la matofali, lakini Yesu alikuwa anaongelea hekalu la mwili wake ambalo ndio litabakia. Hekalu la mwili wake. Wao walikuwa wanang'ana na hekalu la matofali ambalo leo Wayahudi wanang'ana nalo, na Wakristo wengi leo wanang'ang'ana na hekalu la matofali na mawe. Ndio maana wanachanga mapesa mengi kule Marekani kuchangia ujenzi wa hekalu la wapi? La Yerusalemu. Na Trump na Netanyahu ndio kataristi waenda kujenga ile hekalu shukutwa hapo. Soma andiko. Inasema, ndio. Naam. Yeye atalijenga hekalu la Bwana. La nani? La Bwana. Hebu tuanze mstari wa 12. Inasema, ndio. Ukamwambie ukisema, ndio, Bwana majeshi asema hivi. Hiyo ni ngapi unasoma? Zekaria 6:12. Bwana majeshi asema hivi ya kwamba, ndio, tazama mtu huyo ndiye ambaye jina lake ni chipukizi. Ambaye jina lake ni nani? Chipukizi. Naye atakuwa ndio katika mahali pake. Naye atalijenga hekalu la Bwana. Hekalu la nani? La Bwana. Ndio. Naam. Yeye atalijenga hekalu la Bwana. Subiri kidogo, unaona okay, imekata. Okay, imerudi tena. Naye atajenga hekalu la nani? Ya Bwana. Endelea. Naye atachukua huo utukufu. Ataketi akimiliki. Katika kiti chake cha enzi. Cha enzi. Ndio. Naam. Kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi. Na shauri la amani. Litakuwa kati ya hao wawili. Litakuwa kwa hao ngapi? Wawili. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe hekalu, wakati anaongea maneno hayo, wakati wa Zakaria, ndio, hekalu la mawe lilikuwepo. Si lilikuwepo kabisa. Ukisema Agai, Mungu anawaambia wajenge nini? Hekalu la pili. Lakini huyu chipukizi, ili hekalu litajengwa na watu au na chipukizi? Kwa chipukizi ndio anajenga nini? Hekalu la Bwana. Hekalu. Na chipukizi ni nani? 11 Isaya, soma.
11 Isaya ngapi? Mstari wa kwanza. Inasema ndio, basi litatoka chipukizi wapi? Katika shina la Yese. Litatoka chipukizi katika shina la nani? La Yese. Na tawi litatoka katika mizizi yake. Maliza. Litazaa matunda. Na roho ya Bwana atakaa juu yake. Na roho ya Bwana atakaa wapi? Juu yake. Atakaa juu ya nani? Ya huyo chipukizi. Juu ya nani? Chipukizi. Luka 16:4-16 soma. Inasemaje? Basi Yesu akaenda wewe soma vizuri, wewe soma sio kwenye Biblia kwanza ndio usome maandiko. Maana hapo watu wanasikiza wengi. Anasema ndio. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Maliza. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Nabii nani? Isaya. Maliza. Akakifungua chuo. Akasemaje? Akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa chipukizi kule katika Isaya, roho ya Bwana iko juu yake. Kumbe chipukizi ni nani? Yesu. Ni Bwana Yesu. Kwa hiyo Bwana Yesu ndiyo atajenga nini? Hekalu. Si Netanyahu au Trump. Ingawa mimi naonekana kama ni pro Israel, si ndio? Unafagilia pro America. Mimi sasa hivi nakuwa pro America sababu gani? Kwa sababu ile uhuru wa kuabudu kabisa. Lakini siku Marekani ikibadilisha uhuru wa nini? Wa kuabudu ikaukanyaga chini, siwezi kuiunga mkono. Maana itakuwa inatekeleza sheria au maajenda za shetani. Ila kwa sasa bado pembe zake zina mfano wa mwana kondoo. Kwamba serikali, sababu pembe zake zilikuwa hazina taji, hazina mfalme wala hakuna papa. Yaani Marekani hakuna papa wala mfalme. Hata leo maandamano kwa Marekani, si jana tu, leo wameandamana wakisema kwamba Marekani haina mfalme ukimpinga Trump. Kwa siku Marekani ikiunganisha pembe zile mbili, dini na serikali zikiwa pamoja, ni majanga makubwa. Hapo ndipo atakuwa ananena kama nani? Joka. Kwa sasa hivi tumuunge mkono, tuombee kabla mambo yajakuwa mabaya zaidi. Sasa msomaji, kumbe chipukizi ni nani? Ni Yesu. Na chipukizi ndio atajenga nini? Hekalu. Sasa hili fundisho la kujenga hekalu la leo la Wakristo leo wa Kipentekosti na wa Protestanti wa Evangeliko Marekani limetoka wapi? Limetoka kuzimu. Hii injili ya kujenga hekalu ilianzishwa karne ya 16 na Wajesuit, kina Bellarmine na kina Alcazar na kina Francisco Rivera, baada ya Martin Luther na Waprotestanti kuhubiri kwamba Papa ni mpinga Kristo aliyesemwa katika Danieli 7 na Ufunuo 13. Ikabidi Majesuit wajipange upya, waandike mafundisho ya uongo kwamba mpinga Kristo atakuja baadaye. Inaitwa futurism theology, kwamba baadaye sana huko mpinga Kristo atakuja na atatokea Israeli na ataketi wapi? Hekaluni. Sasa leo wakakuta hakuna hekalu, ikabidi waanze mkakati sasa wa kulijenga nini? Hekalu, ili unabii wao uzieleke. Ili apate nafasi, ilibidi injili ya uongo ya kijeshi kutoka Roma ipelekwe Marekani karne ya 20. Karne ya ngapi? Ya 20. Kupitia mtu mmoja Muanglikana anaitwa John Darby. Google hapo, John Darby, ambao ndio mwanzilishi wa fundisho la dispensarianism, kwa Kiswahili ugawaji. Afu mmoja kaja akaitwa Scofield. Scofield alikuwa ni mwanafunzi wa John Darby, naye akatoa tafasiri ya Biblia mwaka ule 1910, mwaka 1906 ikaja ikafanywa marekebisho mwaka 1917. Inaitwa Scofield Bible Reference. Ameandika fundisho hilo la John Darby la unyakuo wa siri, secret letter, kwa kuongeza fundisho la unyakuo la wasiri katika fundisho la kijesuit la kina Bellarmine na kina Francisco Rivera, ambao inaitwa futurism. Kwa hiyo injili ya kina John Darby na Scofield ikaingia Marekani na ikaenea na ikahubiriwa katika makanisa ya Kiprotestanti na hatimaye ikawa fundisho. Kwa hiyo Protestanti wakahama mafundisho ya mababa zao, kina Martin Luther, kina John Huss, kina Jerome, kina Wycliffe, kina Calvin, ambao wote walihubiri kwamba mpinga Kristo ni nani? Ni Papa. Na makao ya adui joka ni wapi? Roma. Leo mafundisho yakatoa ile injili ya matengenezo, wakaingiza injili ya kijesuit
na injili hiyo ya Jesuit ya kina John Darby, kina Scofield ikabadilisha sera ya Marekani ya nje. Yote ikabadilika sera ya Marekani ya nje. Leo Marekani inaiangalia Israeli kama taifa la nani? La Mungu. Huko Waprotestanti walihubiri kanisa ndio taifa nini? La Mungu. Teule. Bwana asifiwe kabisa. Kanisa ndio taifa teule. Si kwamba kanisa lina replace Israel. Kanisa ni utimilifu wa unabii wa mababa, yaani Ibrahim, Isaka, Yakobo, Daudi na kadhalika, ambao walihubiri kuhusu taifa teule ambao Mungu ataenda kulizaa na litakuwa ni kubwa sana, litaenea kama nyota za wapi? Za mbinguni. Yaani wale wateule ambao hao hawatokani na kizazi cha mwili, bali wanatokana na kizazi cha imani. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema hivi, Wagalatia 3 mstari ule wa 7, soma. Au kizazi cha Ibrahim kama nyota za mbinguni ndio Mungu alimwaidia. Lakini leo shetani ametengeneza kizazi cha damu ya mwili. Maana leo utashangaa pale Abu Dhabi wamejenga triangle, kanisa Katoliki, sinagogi pamoja na nini? Msikiti. Kwamba hati hawa ni dini tatu, dini za Ibrahim, watoto wa Ibrahim, kwamba Waislamu watoto wa Ibrahim, Wayahudi watoto wa Ibrahim na Wakristo watoto nini? Wa Ibrahim. Biblia ifundishi hivyo, huo ni uongo. Soma maandiko hayo. Nasemaje? Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Hao ndio wana wa nini? Wa Ibrahimu. Hao ndio wana wa nini? Wa Ibrahimu. Na imani gani hiyo? Rudeni andiko lile Ufunuo 14:12. Inasema hapa ndipo penye subira ya nini? Ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Na imani ya Yesu. Na imani ya nani? Ya Yesu. Kumbe wale wa imani ya Ibrahimu wana imani ya nani? Ya Yesu. Ndio watoto wa nani? Wa Ibrahimu. Soma mstari wa 29 hapo katika Wagalatia 3:29. Inasemaje? Na kama ninyi ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warisi sawasawa na ahadi. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe Wakristo wanaomwamini nani? Yesu. Tuko pamoja? Si kila Mkristo ni mzao wa nani? Ibrahimu. Kwa hiyo kama umwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe si mwana wa nani? Ibrahimu. Kwa hiyo uzao wa Ibrahimu ni wale wanaomwamini nani? Yesu Kristo. Hao ndio uzao wa Ibrahimu. Wewe uzao wa kimwili haukubariki katika injili ya Kristo. 9:6 Warumi, soma. Kimbia. 9:6 Warumi inasemaje? Ndio. Si kana kwamba neno la Mungu limetanguka. Maana hawawi wote wa Israeli walio uzao wa Israeli, wala hawawi wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu. Kumbe hawawi wana kwa kuwa uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Kumbe ukizaliwa na Ibrahimu si kigezo cha kuwa mwana wa nani? Mwana wa Ibrahimu. Leo naandiko. Bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Endelea. Yani si watoto wa mwili, walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi. Ahadi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa maana watoto wa Mungu ama watoto wa Ibrahimu si wa kimwili, ni wa ahadi ambao ni wa imani, sio sawa kabisa? Hao ndio Israeli wa nani? Wa Mungu. Wagalatia 6:15 na 16, soma. Inasemaje? Na wote watakuwa nenda kwa kanuni hiyo. Anza kwanza vizuri. 15 kwanza. Inasemaje? 15. Anasema kwa sababu kutahiriwa si kitu, wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Endelea na andiko. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, na wote ambao wataenenda katika kanuni hiyo, amani na iwe kwao, na rehema. Naam. Kwa Israeli wa Mungu. Soma vizuri. Kwa Israeli wa Mungu. Kwa Israeli wa nani? Wa Mungu. Kwa Israeli wa Mungu ni kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Amen. Unakuwaje kiumbe kipya? Wakorintho wa pili 5:17. Korinto wa pili 5:17. Inasemaje? 5:17 inasema. Ndio. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale imepita. Tazama amekuwa mapya. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe tunakuwa kiumbe kipya kwa kuwa ndani ya Kristo. Na ukishakuwa kiumbe kipya unakuwa nani?
wote watakaoenda kwa kanuni hiyo, amani iwe kwao na rehema, naam kwa Israeli wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa kiumbe kipya katika Kristo, wewe ni Israeli wa nani? Wa Mungu. Kumbe Israeli wa Mungu ni aliye na nani? Na Kristo. Na Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Itajawa na Kristo? Hapana. Naona imezima hapo, sio ni network, sio ni bando imeisha huko. Ni bando? Imerudi tena. Imerudi. Lakini ametoa taarifa imeisha. Imeisha? Baki 400 tena. Inatosha, tumalize. Sasa msomaji, niko. Kumbe Israeli wa Mungu ni kiumbe kipya katika Kristo. Lakini amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata yule mzao ambao Mungu alimwaidia kwa Isaka kwamba mataifa yote watajibarikia. Hebu tusome 22:18 Mwanzo kwanza. Tunajua kwamba ni Isaka anaongelewa pale. Hiyo ilikuwa ni mfano ambaye alikuwa anaidiwa kama mzao wa Ibrahim ni Kristo. Soma. Anasema ndio, na katika uzao wako. Hebu anza 17. Ndio. Katika kubariki nitakubariki. Katika kubariki nitakubariki. Na katika kukuzidisha nitakuzidisha. Na katika kuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako. Ndio. Kama nyota za mbinguni. Kama nyota za mbinguni. Na kama mchanga ulio pwani. Maliza. Na uzao wako. Ndio. Utamiliki mlango wa adui zao. Uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Maliza ndiko. Na katika uzao wako. Na katika uzao wako. Mataifa yote ya dunia. Watabarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe Ibrahimu na mzao wake mataifa yafanyaje? Watabarikiwa. Sasa naomba Galatia 3:16 angalia vizuri. Tuangalie huyo mzao anayeongelewa hapo. Sasa watu wanawaza ni Isaka tu. Huyo mzao ambaye alikuwa anaidiwa hapo ni Bwana Yesu. Soma haraka kwa muda unakimbia. Haya. Umepotea. Wagalatia ukitoka Wakorintho wa pili unaingia Wagalatia. Nimefika. 3:16. Soma. 3:16. Inasemaje? Anasema ndio. Anasema basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi. Bali kwamba ni mmoja kwa mzao wako. Yaani nani? Kristo. Naam, Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe mzao wa Ibrahim ni nani? Kristo. Tuko pamoja? Amen. Kumbe Isaka alikuwa ni mfano wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo mtu akimwamini Kristo amekuwa mzao wa nani? Wa Kristo. Lakini mpinga Kristo amejenga hekalu, kajenga kanisa, kajenga msikiti na sinagogi pale Abu Dhabi kabisa. Alafu anasema kwamba hao ni mzao wa nani? Wa Ibrahim. Huo ni uongo, si uongo? Uongo mkubwa. Tunafunua deception katika andiko la kwanza 5:11 wa Efeso kwamba msishirikiana matendo ya giza bali muyakemee. Hapa tunayakemea. Ukisema kwenye NIV sema exposed, yafunua bayana. Sasa msomaji, niko. Maandiko yanasema Ibrahimu na mzao wake mataifa atafanyaje? Yatajibarikia. Sasa hiyo baraka inakuja kwa njia gani? 3:14 kitabu hicho cha Wagalatia. 3:14 wa Galatia. Nasemaje? Anasema ili kwamba tuanze 13. Ndio. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kristo alitukomboa katika laana ya nini? Ya Torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti. Maliza. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu. Kumbe baraka ya Ibrahimu inatufikiaje? Katika Kristo Yesu. Mtasema mimi ni mwana wa Ibrahimu, nimebarikiwa, si ndio? Ndio. Haui mwana wa Ibrahimu kwa kuwa Muislamu kabisa. Haui mwana wa Ibrahimu kwa kuwa Myahudi kabisa. Haui mwana wa Ibrahimu kwa kuwa Kristo. Unakuwa mwana wa Ibrahimu kwa kumwamini nani? Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndipo unapata baraka za Mungu. Anza piga mstari wa 14. 14 nasema. Hii ya Galatia 3:14. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ya imani. Ili upate Roho Mtakatifu lazima muamini nani? Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio gospel. Sasa Antichrist analeta mambo ya
ya uongo. Sasa tumalize msomaji, mwisho kabisa, mwisho ya hekalu. Tumeona chipukizi anajenga nini? Hekalu. Hekalu. Mtu huyu mmoja. Na Yesu alisema kwamba livunje hekalu hili nami nitalisimamisha kwa siku ngapi? 3. Nafikiri ni Yohana sura ya 2. Yohana sura ya 2. Nafikiri mstari fulani pale. Ukilipata utalisoma tu kwa wakati wako. Sawa. Ni sura ya 2 ya Yohana mtakatifu. Livunje hili hekalu nami nitalisimamisha kwa siku 3. Ilikuwa ni ugomvi kati na Wayahudi hapa. Yesu akajibu akamwambia, mstari wangapi? Yohana 2:19. Yohana 2:19, soma. Yesu akajibu akawaambia, ndio, livunjeni hekalu hili. Livunjeni hekalu hili. Nami ndio katika siku 3 nitalisimamisha. Nami katika siku 3 nitafanyaje? Nitalisimamisha. Ndio andiko. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46. Nawe utalisimamisha kwa siku 3. Endelea. Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati anaongelea habari ya hekalu la mwili wake, wao wanaanza hekalu la nini? La mawe, jengo kabisa. Na leo Wakristo wamekuwa kama Mafarisayo wale kabisa. Yesu anasema nitajenga hekalu langu, wao wanawaza hekalu la nini? La jengo. Walijenga pale Yerusalemu hekalu la mawe. Ndio Wakristo wengi wanalisubiria kama ishara ya siku za nini? Za mwisho. Angalia mahubiri huko Marekani, hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Wote sema tupo wakati wa karibia kunyakuliwa. Wanaangalia pale Israeli. Rafiki zangu, Yesu hekalu la 3 lishajengwa. Na hekalu la 3 ni mwili wa nani? Wa Kristo. Na aliusimamisha kwa siku ngapi? 3. Alikufa. Hebu nisome 16:27 kitabu kile cha Mathayo. Malize hapo. 16 ndio 27 21 inasemaje? Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake, ndio, ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na makuhani na wakuu, ndio, na washindi na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe hekalu linajenga kwa kufa na kufufuka. Na maana hekalu tayari lishafanyaje? Lishajengwa. Limeshaje zamani sana. Ambao ni mwili wa nani? Wa Kristo. Piga andiko hili. Waefeso 1:23 msomaji. Anza 22 na 23. Wakati huo Amani Mlago anaangalia hapa kama kuna swali kwenye video hapo mbele, utaona kuna message zinashuka, utaangalia hapo kama kuna swali tujibu. Msomaji umefika? Waefeso 3 sura ya kwanza wa Efeso mstari wa 22 na 23. 22 na 23. Ndio. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Akavitia, yani Mungu akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, yani Bwana Yesu. Akamweka awe kichwa. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Juu ya vitu vyote. Kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kanisa. Ambalo ndilo mwili wake. Kumbe Yesu alivyofufuka akajenga hekalu la mwili wake, ambao ni nini? Kanisa. Ni kanisa. Kumbe hekalu la 3 lishafanywaje? Limeshajengwa. Bwana asifiwe. Amina. Kwa maandiko yanatuambia hivi katika ile Wakorintho wa kwanza 3:9. Tusomee msomaji. Wakorintho wa kwanza 3:9. Ndio. Wakorintho wa kwanza 3:9. Inasemaje? Anasema ndio, maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu. Ni jengo la Mungu. Ni jengo la nani? La Mungu. Kumbe jengo la Mungu ni nani? Ni sisi. Jengo la Mungu ni nani? Ni sisi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hekalu la 3 lishafanyaje? Limejengwa. Ndio maana yake. Na matofali hekalu la 3 ni wanadamu. Bwana asifiwe. Kabisa. Petro wa kwanza 3:5. Soma. Injili ni tamu jamani. Sana. Upotee wewe tu. Amue tu mwenyewe. Soma hiyo 3:5. Petro wa kwanza 2:5, sorry, si 3. Petro wa kwanza 2 mstari wa 5. Inasemaje? Anasema, naam, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho. Mmejengwa muwe nyumba ya nani? Ya roho. Ukuhani mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Kumbe mawe yanayojenga nyumba ya hekalu la Mungu
Ni sisi. Mawe yaliyo nini? Hai. Tunajenga nyumba ya nini? Ya Mungu. Ya roho, si ndio? Amina. Nyumba ya kiroho. Maana ndio Yohana Mbatizaji aliwaambia Wayahudi hivi, Mungu anaweza kumwinulia wa Ibrahimu watoto katika mawe haya. Wale wakawaza mawe tu kama mawe. Alikuwa anaongelea mataifa ambao Wayahudi waliwadharau. Kwa leo mawe yaliyo hai ambao ni sisi tunaoamini na tunajenga nyumba ya nani? Ya roho. Nyumba ya roho. Waebrania 3 mstari wa 5 na wa 6. Kimbia. Waebrania 3 ndio 5:6. Ina 3 mstari wa 3, mstari wa 4, mstari wa 5 na wa 6. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu. Ndio. Kama mtumishi awe ushuhuda ya mambo yatakayonena baadaye. Wa mambo yatakayonena nini? Baadaye. Maliza. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi. Kumbe nyumba ya Mungu ni nini? Ni sisi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nyumba ya mwana wa Mungu ni sisi kabisa. Sasa hiyo ndio hekalu ambalo linajengwa. Sasa andiko la mwisho, Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 19 mpaka 21, msomaji. Tuangalie hilo hekalu linajengwaje. Tumeona kwamba mawe yake ni sisi na nini, sisi na nyumba ya Mungu. Linajengwaje na lina nini kati yake? Soma. Nianze 20. Ndio. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Naye Kristo Yesu ngoja nirudie. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii kabisa. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ni jiwe kuu la nini? La pembeni. Maliza andiko. Katika yeye jengo lote limeungamanishwa vema kabisa na kukua hata liwe hekalu takatifu la Bwana. Limekuwa hata kukua hekalu takatifu la Bwana. Kumbe hekalu takatifu la Bwana, msomaji. Naam. Linajengwa na misingi ya mitume na nani? Na manabii. Na Yesu Kristo akiwa juu kuu la nini? La pembeni. Na sisi tumejengwa juu, limeungamanishwa ndio vema na kukua hata liwe hekalu takatifu la Bwana. Inaanza hivi, mmejengwa juu ya nini? Ya misingi ya mitume na manabii. Kwa maana ile hekalu la Mungu ndio msingi ni nini? Mitume na manabii. Na jiwe la pembeni naye Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Ushakuwa nani hapa ni mjenzi wa nyumba? Mlangwa. Amani Mlagwa. Wewe si ni fundi mwashi? Mkiwa mnajenga nyumba pale, si mnaweka msingi, alafu kuna jiwe la pembeni ambalo linaweka ramani ya nini? Ya nyumba. Si ndio? Ndio. Unaweza kutuelezea? Naita msingi. Ndio. Sasa kuna ile la pembeni, jiwe la pembeni. Mimi si fundi sana, lakini naona mafundi wanajenga. Kuna jiwe moja pale linawekwa ambalo linakuwa na ile kamba ya kuweka kuzungushia pale, ili kuweka ile msingi uwe na unyooke. Kwa jiwe moja lilikuwa linaegemea msingi mzima, si ndio hivyo? Tuseme kama square labda. Lakini jiwe moja linakuwa square. Sasa hilo jiwe ambalo linakuwa square ndo jiwe kula nini? La pembeni. Mpe mic. Tuko pamoja? Niko. Kwa maana katika hekalu jipya, hekalu la ngapi? La 3. Maana hekalu la kwanza lilijengwa na nani? Na Suleiman. Ndio. Likabomolewa. Hekalu la pili likajengwa na kina Zerubabeli. Si ndio Ndio. Likaja likabomolewa na Rumi Ndio. Sasa hekalu la 3 ni kanisa la nani? La Mungu. Ambao mitume ndio misingi na Yesu akiwa ni jiwe kuu la nini? La pembeni. Na sisi tukiwa tumejengwa kwa mawe juu yake. Kwa ili ujenge hekalu ukahubiri habari njema, ili watu yale mawe yaliyo hai yaamini, yajenge nyumba ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo hii nyumba ambayo inajengwa, Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu ataikamili kwa kuja kwake mara ya pili. Hekalu la Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu, wa Kristo wa kweli, basi wataanza kulijenga hekalu la Mungu pamoja na Kristo. Si kusubiri kujenga hekalu la mawe pale Yerusalemu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kabla ya tujafunga somo letu, nimwombe Amani Mlagwa abu angalia hapo kama kuna nini hapo, kuna maswali. Hebu usomeni hizo message tuzisome. Okay. Unaweza kuzisoma hapo? Anasema ndio, ya kwanza, karibu ndugu zangu. Ndio. Wa pili,
share, like and comment. Huyu wa tatu anaitwa Masalio TV. Ndio. Be blessed mtumishi. Ndio. Na wasikiliza kutoka Kenya. Mungu ambariki. James Kariuki anasema amen. James Kariuki tena anasema ameandika NKO. Niko, yani anasema maana yake niko. Ndio. Nenda chini. James anasema ndio nimefika. Karibu, anasema karibu kutoka Malindi, Kenya. Ndio. Francisco Mtamba anasema kazi njema. Peter Mwendia Kobia, kazi njema. Haleluya. Hakuna swali. Hamna swali. Basi unaona wote wamebarikiwa. Amen. Kwa hiyo mtu akiwa na swali, namba yangu ya simu iko hapo, utanitumia swali na hatimaye tutaendelea kujibishana. Na kwa neema ya Mwenyezi Mungu tutakuwa hapa tunaendelea kujifunza mambo kama haya, kufunua siri za mambo ambayo yamefichika ili watu wa Mungu wasipotee, wapate kuokolewa. Baada ya kusema hayo tuombe. Amen. Msomaji omba. Amina. Basi tushukuru. Njooni huku tuombe. Karibu. Asante. Ndio. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, Mungu uliye mkuu, Bwana wa majeshi, mbingu zote zatetemeka zikiona uso wako. Mungu, tunakushukuru kwa hii pumzi tulio nayo leo. Asante kwa somo lako hili Bwana, limeweza kutufunua na kutupa sehemu nyingi kuweza kutuongezea katika hekima ile, ili tuweze kuwa salama katika hizi nyakati zetu. Asante kwa ajili ya mtumishi wako, umeweza kumfunulia mambo makubwa sana, nasi tumeshiba neno lako Bwana. Basi tunaomba Mungu ukatujaze maarifa, tuishi sawasawa na mapenzi yako. Tunarudisha sifa na utukufu kwako wewe Mungu uliolitanguliza hili neno, nasi tutakuwa salama tukilifuata na kuliishi. Basi tunasema asante sana Mungu. Pia bariki watumishi wako wote waliofuatilia mtandaoni. Bariki watumishi wako, waendelee kujaza roho wako wa kweli, aendelee kutufundisha na kutuelewesha sawa sawa na roho yako mtakatifu. Basi Mungu, nasi tutakuwa wenye kumaliza na kufunga hapa, lakini kazi yako bado inaendelea mioyoni mwetu. Kaendelee kutufunulia kila siku na kila siku Bwana. Basi bariki kila mmoja aliyeko mahali hapa. Bariki watumishi wako walioko mtandaoni wamesikiza Bwana, na ukawafunulie wale ambao mioyo yao bado haisadiki Bwana. Basi kawaonyeshe ukweli wako, kaonyeshe hata kwa ndoto Bwana, useme wewe ndiye Bwana na Mungu, waweze kutambua Mungu wa Israeli, Mungu wetu katika hekalu lako hili lililo jipya Bwana. Tunakushukuru sana kwa siku hizi Bwana. Pia tutakapokuwa tunanyekutawanyika hapa, Mungu tusaidie huko barabarani, tulinde tuweze kufika salama, tuendelee kulitangaza jina lako, tuendelee kulitangaza jina lako. Nasi tukiomba tukushukuru katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amen.